Usafiri wa baiskeli umeendelea kuwa chaguo maarufu kwa watumiaji wengi barani Afrika, hususani katika mikoa ya Geita, Tabora na Shinyanga, kutokana na sababu mbalimbali za kijamii, kiuchumi na hata kimazingira. Uchunguzi na tafiti mbalimbali zimebainisha faida na sababu zinazowafanya watu kupendelea kutumia baiskeli kama njia kuu katika usafiri. Ndiyo maana Umoja wa Mataifa ukaja na hii siku ya baiskeli duniani, na ilitangazwa rasmi na Umoja wa Mataifa mwaka 2018 kwa kutambua mchango mkubwa wa baiskeli kama chombo muhimu cha usafiri salama, rafiki wa mazingira, nafuu kwa watu wa matabaka yote duniani. Kwa sababu hiyo, siku hii huadhimishwa Juni 3 ya kila mwaka kwa lengo la kuhamasisha matumizi ya baiskeli kama suluhisho la changamoto za kijamii, kiuchumi, kimazingira duniani kote. Mtazamaji wa TBR24 Media, najua unajiuliza maswali mengi sana bila kupata majibu sahihi. Na moja ya swali ni hili: zipi sababu za watu kupendelea usafiri wa baiskeli? Watumiaji wa baiskeli mkoani Tabora wanabainisha hilo. Kwa majina naitwa Jumanne Felix. Kwa hapa nakaa Kiloleni. Hapa kijiweni panaitwa Checkline Matenkini. Watu wanaipenda sana baiskeli kwa sababu ni usafiri wa awali kabisa hapa Tabora. Kabla ya pikipiki, bajaji kuja hapa au vihaisi kuja, baiskeli ilikuwepo toka mwanzo. Na wengi bado wanapenda sana kutumia baiskeli kwa sababu ni usafiri wenye bei nafuu, anakupeleka na kurudisha kama sehemu mbali 500 kwenda kurudi 1000. Na bado dada baiskeli tumekuwa waaminifu sana katika kujaribu kutunza mizigo ya watu, au na kuagiza mtu kanichukulie mzigo. Unakuwa ni mwaminifu sana tofauti na pikipiki au usafiri mwingine wote ule. Tumekuwa ni waaminifu sana juu ya hilo. Ndio maana watu wanapenda sana kutumia baiskeli. Baiskeli bwana, kwa sisi inatusaidia sana kwa sababu sisi ni vijana na hamna ajira. Tumeamua kujiajiri kutumia baiskeli. Baiskeli inatusaidia. Tunatunza familia, watoto wanaenda shule, tunasomesha ujue. Tuna wake nyumbani wanatutegemea vijijini huko. Hatujatoka hapa mjini kabisa. Tumetoka vijijini tumekuja hapa mjini kutafuta, na bado tuna familia. Tunatunza familia kupitia baiskeli hizi. Tunalipia vyumba, tumenunua viwanja huko, tuko tunajenga kupitia baiskeli. Kwa baiskeli kifupi inatusaidia sana kuliko kukaa kwanza kuiba kufanyeje. Baiskeli inatusaidia sana. Baiskeli imeendelea kuwa chaguo linalopendwa sana kutokana na unafuu wake katika ununuzi na utendaji. Tofauti na magari au pikipiki, baiskeli haihitaji mafuta wala bima, na vipuri vyake hupatikana kwa urahisi sokoni kwa bei ndogo. Watu wengi pia wana ujuzi wa kutengeneza wenyewe, jambo linaloongeza ushawishi kwa kutumia chombo hiki, hasa familia zenye kipato cha chini na hata cha kati. Baiskeli pia ni chombo cha kujikwamua kiuchumi. Kwa wakazi wa Tabora na maeneo mengine hapa Afrika, baiskeli si tu usafiri, bali ni zana ya kujipatia kipato. Inatumika kubeba mazao kutoka shambani hadi sokoni, kusambaza bidhaa za biashara ndogo ndogo, au kama bodaboda za miguu kwa abiria. Hii imewasaidia wakazi wengi kuanzisha shughuli ya kujiajiri, kuongeza mapato na hata kuboresha maisha yao ya kila siku. Naitwa Nasoro Said Musa, mzaliwa wa Ndevero wa Manispaa Tabora, ila kwa hivi sasa niko Kiloleni, ndo makazi yangu mapya, ila kazi yangu kubwa ni daladala baiskeli. Tunashukuru Mungu tunapata riziki. Familia zinakula na zinasoma shule. Hata hivyo ajira yenyewe ni ndogo, lakini tunashukuru familia zinakula. Ni usafiri mwepesi kupita sehemu pikipiki hazipiti au gari au bajaji. Kwa usafiri mwepesi kwa kwenda sehemu kama sokoni, kama njia hazifanani kupita bajaji. Kwa majina naitwa Simoni, nakaa maeneo ya Kiloleni. Kwenye baiskeli na muda kama miaka 2. Baiskeli inanisaidia. Kwanza, baiskeli unaweza kaenda sehemu yoyote, kama sokoni unaweza kaingia nayo, kwenye vichochoro unaweza kaingia. Baiskeli kwanza inakusaidia, kwanza ni sehemu ya mazoezi na kunyoosha misuli, ndio hivi nani kama hivi. Tena inakupa manufaa
japo ni kipato kidogo, lakini tunamshukuru Mungu tunapata. Ukiangalia saizi vyombo vya mafuta vya moto, mafuta saizi yako juu. Sasa mtu anawaza hapa nitoe shilingi 2000, si bora nichukue baiskeli shilingi 500 au 1000. Niende sehemu ambao nafika. Lakini baiskeli hurahisisha ufikiaji rahisi wa maeneo ya vijijini katika mkoa wa Tabora ambao una maeneo mengi vijijini yenye barabara zisizopitika kirahisi. Baiskeli imekuwa suluhisho madhubuti kwa uwezo wake wa kupenya katika barabara za vumbi, matope na hata milima midogo midogo. Wananchi huweza kufika kwa haraka kwenye masoko, zahanati au shule bila kutegemea usafiri wa magari ambao si rahisi kupatikana kila wakati. Mifano hai ni pamoja na hii. World Vision Tanzania walitoa baiskeli 73 kwa watoa huduma za afya katika maeneo ya vijijini. Msaada huu uliwezesha wahudumu wa afya kuwafikia kwa urahisi watu walioko katika maeneo yaliyo mbali na vituo vya afya, hivyo kurahisisha utoaji wa huduma kama chanjo, ushauri wa lishe na ufuatiliaji wa afya ya mama na mtoto. Hili limeongeza usawa wa upatikanaji wa huduma za afya kwa jamii zisizokuwa na miundombinu ya usafiri wa uhakika katika maendeleo ya jamii. Baiskeli imejidhihirisha kuwa nyenzo ya maendeleo endelevu kwa kusaidia watu wengi kufikia huduma za afya, kupata elimu kwa wakati, kufanya biashara ndogo ndogo na kuimarisha uhusiano wa kijamii hasa katika maeneo ya vijijini. Makala hii imetayarishwa na TBR24 Media. Mimi naitwa Elia Daniel. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762 484266. Instagram @viva_promotion.